Tungewapa min indina, kutoka kwetu, thawaban adhima, thawabu kubwa sana, thawabu nyingi sana. Wala wafaqnahum, na tungewawafikisha ila tariki almusil, kwenye njia ambayo almusil itawafikisha wao ila Allah, kwa Allah, wa jannatihi, na kwenye pepo yake. Walau anna, lau ingekuwa sisi, faradhna alaihim, tuliwafaradhishia juu yao, katla ba'dhuhum ba'dha, kuuana wao kwa wao, au ikhruju, au kufaradhishwa alkhuruju, kutoka, min diyarihim, katika miji yao, mamtathala amrana, wasingefuata amri yetu hiyo, minhum, miongoni mwao, illa adadun qalilun, isipokuwa idadi ya watu wachache wengetekeleza. Kwa hiyo faliyahmidullah, hebu wamshukuru Allah, annahu, ya kwamba Allah, lam yukallifuhum, hakuwakalifisha ma, kile ambacho yashuku alaihim, kinachowatia mashaka na tabu, hawajafarishwa mambo mazito. Walau annahum, lau wao, faalu, wengefanya ma, kile tu ambacho yudhakiruna, wanachokumbushwa nacho, bihi, kitu hicho, min taati llahi, katika taa ya kumtii Allah, lakana khairan, basi ingekuwa ni bora, min almukhalafa, kuliko kwenda kinyume na amri za Allah. Wa ashaddu rusukhan, na jambo hilo lingewazidisha wao rusuha, kwenda dipu zaidi, liimanihim, imani zao zingekuwa zimekwenda ndani sana. Wala atainahum, na tungewapa, min indina, kutoka kwetu, thawaban adhima, thawabu nyingi au malipo makubwa sana tungewapa. Na isitoshe, wala wafaqnahum, tungewawafikisha, ila tariki, kwenye njia, almusil, na njia inakusudiwa dini ambayo almusil, ambayo itawafikisha njia hiyo au dini hiyo, ila Allahi, watafika kwa Allah salama, wa jannatihi, na kwenye pepo yake. Wa idhan, na wengefanya hivyo, wengefanya vipi? Yani wengefanya hayo wao yuadhuna bihi, walioaidhiwa, la atainahu min ladunna, basi tungewapa kutoka kwetu, ajran adhima, ujira uliokuwa mkubwa. Tafsiri yake tayari ishafasiri zote mbili, sawa kachanganya tafsiri na aya. Wa idhan, na wengefanya hivyo, la atainahum, basi tungewapa, min ladunna, kutoka kwetu, ajran adhima, ujira uliokuwa mkubwa. Ndio ile aliyosema aliposema, washaddu rusukhan biimanihim, sawa, wala atainahum min indina thawaban adhima. Ndio hiyo tungewapa kwetu, kutoka kwetu, thawabu, malipo makubwa. Ndio ile atainahu, tungewapa thawabu nyingi au ujira mwingi sana. Wala wafaqnahum ila tariqi almusil, na tungewafikisha kwenda kwenye njia ambayo almusil itawafikisha ila Allah wa jannatihi, kwa Allah na pepo yake. Wa man yuti'i llaha, na yoyote atakemtii Allah, wa rasula, na mtume. Sharuka hiyo tafsiri ya aya hii ya mwanzo hapa, kaeka mwanzo pale, unaona kaeka makram nini, aya mbili kaeka 11 na 12. Kwa hiyo ina maana kafasiri aya ya 11 aya 3, lakini hapa kaonyesha 2, lakini kafasiri 3 kwa pamoja. Sawa jamani? Anasema hivi, walau anna katabna alaihim, lau tungewafaradhishia, aniktulu anfusakum, ziueni nafsi zenu, manake uwaneni wenyewe kwa wenyewe, au ikhruju min diyarikum, au toaneni kwenye miji yenu, manake fukuzaneni, basi ma faaluhu, wasingefanya, illa qalilu minhum, isipokuwa wachache tu miongoni mwao. Walau annahum faalu, lau wengefanya, ma yuadhuna bi, kile wanachoaidhiwa nacho, lakana khairan lahum, ingekuwa khairi sana kwao. Wa ashaddu tathbita, na lingekuwa jambo hilo limekwenda zaidi kuthibitisha imani zao, yani kwenda vipu zaidi imani zao.
Wa idhan, na wengefanya hayo ya hayo waliowaidhiwa, la atainahum, pia tungewapa wao min ladunna, kutoka kwetu, ajran adhima, ujira mkubwa sana. Lakini pia wala hadainahum, ndo ile wala wafaqnahum, na tungewaongoza, tungewaelekeza katika sirata mustaqima, kwenye njia iliyonyooka, kwa maana ya dini iliyokuwa ya haki. Wala hadainahum sirata, na tungewaelekeza au tungewawafikisha kuifuata njia, kwa maana kuifuata dini mustaqima, iliyokuwa ya sawa. Ndio ile aliyosema wala wafaqnahum ila tariqi almusil ila Allah wa jannatihi, ndio tafsiri yake. Sasa waman yuti illaha, na yoyote atakemtii Allah, war rasula, na mtume, faulaika, hao, ma'al ladhina, watakuwa pamoja na wale ambao an'ama Allahu, aliyowaneemesha Allah alaihim, juu yao. Nani hao? Minan nabiyina, hao ndio walioneemeshwa kutokana na manabii, yani mitume, wasiddiqina, na wale waliokuwa masiddiqina, waliokuwa wa kweli katika dini, washuhadai, na mashahidi, wasalihina, na wajawema, watakuwa pamoja na hao. Allah akamalizia kusema wa hasuna ulaika, uzuri ulioje kwa hao rafika, kuwa nao pamoja, rafiki yako wakawa hao. Uzuri ulioje, yani kwenda kukaa nawe kawa ndio rafika. Allah tujalie. Waman yuti illaha, na yoyote atakemti Allah, war rasula, na mtume, faulaika, watu hao, ma'al ladhina, akhira, watakuwa pamoja na wale ambao an'ama Allahu alaihim, aliyowaneemesha Allah juu yao. Ukiulizwa walioneemeshwa ni nani? Ni hawa minan nabiyina, kutokana na mitume, wasiddiqina, na wale wa kweli waliosadikisha imani zao, washuhadai, na mashahidi, wasalihina, na wajawema. Wa hasuna ulaika, uzuri ulioje wa hao rafika, kuwa rafiki zako, kuwa pamoja na hao. Waman yuti illaha, na yoyote atakemtii Allah, war rasula, na mtume, fahuwa ma'a man an'ama Allah, huyo atakuwa pamoja na wale aliowaneemesha Allah alaihim, juu yao, bidukhulil jannat, kwa kuingizwa peponi, minal anbiya'i, kutokana na manabii, wasiddiqina, na wale waliosadikisha imani zao, alladhina, ambao kamula tasdiquhum, imekamilika usadikiji wao, bima ja'at bihi, kusadiki yale aliyokuja nayo ar-rusul, waliokuja nayo mitume, wa amilu bihi, na kusadiki tu hakuyakrosha, wakayafanyia kazi pia hayo, washuhada, na mashahidi, alladhina kutilu, wale waliouawa fi sabilillah, katika dini ya Allah, wasalihina, na wale wajawema, alladhina salahat, ambao zimetengenea dhawahiruhum, dhahiri zao, wa bawatinuhum, na siri zao. Kwa hiyo fasalahat a'malahum, kwa sababu wakuwa zimetengenea siri zao na dhahiri zao, basi ikapelekea fasalahat a'malahum, basi pia zikatengeneza amali zao. Ma ahsana ulaika, uzuri ulioje wa hao, mirrufaqai, kuwa marafiki, fil janna, katika peponi. Waman yuti illaha war rasula, na yoyote atakemtii Allah na mtume, fahuwa ma'a man, huyo atakuwa pamoja na wale an'ama Allahu alaihim, aliyowaneemesha Allah juu yao, bidukhulil janna, kwa kuwaingiza peponi. Kina nani? Minan anbiya'i, kutokana na manabii, wasiddiqina, na wale waliosadikisha, alladhina, ambao kamula tasdiquhum, imekamilika usadikiji wao. Usadiki nini? Bima ja'at bihi rusul, kusadiki yale waliokuja nayo mitume, wa amilu bihi, na wakafanyia kazi hayo, washuhadau, na mashahidi, alladhina, wale ambao kutilu fi sabilillah, waliouawa katika dini ya Allah, wasalihina, na wajawema, alladhina, ambao salahati dhawahiruhum, au salahati dhawahiruhum, zimetengenea dhahiri zao, yani yale wanayoyafanya kidhahiri basi ni mazuri, yametengenea, wa bawatinuhum, na hata ndani yani yale wanayoyafanya siri, basi pia yale ya siri yao pia ni mazuri, yametengenea. Fasalahat a'malahum, ikawa ni sababu ya kutengenea na matendo yao.
ma ahsana ulaika, uzuri ulioje wa hao, min rufaqai fil janna, kuwa ni rafiki yake mtu peponi. Dhalika alfadlu, hizo ni fadhila, min Allah, zinatoka kwa Allah. Wakafa billahi alima, inatosha kwa Allah kuwa mjuzi, anajua waja wake, anajua matendo yao wanaofanya, hakufichiki kitu kwake. Dhalika alfadlu, yani kuyapewa hayo, kwenda kuwekwa peponi na hao waliokuwa siddiqina hao na nabiyina hao, hizo ni katika fadhila min Allahi, zinazotoka kwa Allah. Allah na sisi atupe. Wakafa billahi, inatosha kwa Allah alima, kuwa ni mjuzi, anajua kila kitu. Dhalika thawabu, hayo malipo, almadhkuru, yaliyotajwa, tafadhulun min Allah, hizo ni fadhila kutoka kwa Allah ala ibadihi, kwa waja wake. Wakafa billahi, inatosha kwa Allah aliman bi ahwalihim, kujua hali zao, na kwa kuwa yeye anajua hali zao, wasayujazi, atamlipa kullan, kila mmoja, bi amalihi, kwa mujibu wa tendo lake. Tenda wema utalipa wema, tenda uovu utalipa uovu. Dhalika thawabu, malipo hayo, almadhkuru, yaliyotajwa hapo nyuma, tafadhulu min Allah, ni fadhila tu, kufadhilishwa na Allah ala ibadihi, kuwafadhilisha waja wake. Wakafa billahi alima, atosha Allah kuwa ni mjuzi, bi ahwalihim, kuzijua hali zao. Wasayujazi, na atakuja kuwalipa, kullan, kila mmoja, bi amalihi, kwa mujibu wa amali yake au tendo lake. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, khudhu hidharakum, chukueni tahadhari katika kila jambo. Khudhu, chukueni au fuateni, hidharakum, zile sababu za kuchukua tahadhari. Khudhu hidharakum, chukueni tahadhari zile. Sio ukasema tu kwamba Allah yupo bwana, we kama hajataka halimfiki. Haiko hivyo. Allah hajaribiwi. Usije ukapanda mnazi ukasema hapa najiachia, Allah yupo bwana, kama hajataka siumii. Chukua tahadhari. Ndio yule aliyekuwa na farasi wake akamwacha tu, Mtume akamwambia vipi wewe, kamfunga? Sema namtegemea Allah. Kaambiwa akamfunga, alafu ndo mtegemea Allah. Tuko pamoja? Chukua tahadhari. Zile sababu za tahadhari basi lazima uzifuatilie, uzifanyie kazi. Khudhu hidrakum, chukueni tahadhari zenu katika kila jambo. Kwa hiyo famfiru thubatin, tokeni kwa pamoja nyote, vikundi vikundi, thubati, tokeni kwa vikundi. Kitoke kikundi hichi kiende jihadi, alafu kirudi, tupo kingine kibakie. Au kama ni kusoma pia, waende watu fulani, wengine wabakie, alafu wakirudi watakwenda wengine, wasitoke wote wakaenda jihadi. Au wote watu wamekwenda kusoma, alafu majumbani hakuna watu. Leo ukirudi watu washachukua vyote, itakuwa sasa ni ujinga huu umefanyika. Hawatakiwi kutoka watu wote jamani. Kumfiru thubati, tokeni vikundi vikundi, maana yake ende kundi hili alafu litarudi lende jingine. Au mfiru jamia, au mnaweza mkatoka kwa pamoja, lakini sasa inategemea na hali. Itategemea hali ilivyo na mazingira ya ile vita ilivyo. Ikiwa ni vita vimegawika aina mbili kuu, lakini kila moja ina vifungu vyake vingine. Jihadi imegawika mbili. Kuna jihadu talabi na jihadu dafi. Jihadu talabi, hii ndio inasemwa infiru thubati, tokeni vikundi vikundi, msitoke nyote. Talabi, jihadu talabi ni ile ambayo adui tunamfuata sisi mjini kwake. Tumepata taarifa kwamba tuna adui fulani anajipanga kwa ajili ya kuja kutufanyia vita, basi kabla yeye hajaja sisi twenda kumfuata katika nchi yake. Hii inaitwa jihadu talabi. Sasa hii haitakiwa tu watoke wote, watoke tu kikundi kinachotosheleza kuhusiana na ile hali, basi wengine wabakie huko. Na ndiyo vita vyote Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigana, hajatoa askari wote huku waka nyumbani, huku mjini kukaachwa hakuna kitu. Alikuwa lazima wanabakia wengine, kwa sababu wanaweza wakageuka wale wakaja huku.
wakaja wakatesa, wakapiga wanawake, wakapiga watoto, wakafanya wakachukua mali zao. Kwa lazima watoke kikundi tu, kwa kuwa ile jihadi yenyewe ni ya kumfuata adui. Hii inakuwa haina ulazima sana kwa wote, kunakuwa ulazima upo kwa idadi ya watu ambao watatosheleza tu kuwakaba. Tuko pamoja au mfiru jamia, au mtatoka nyote. Hii kutoka nyote sasa, hii ni ile jihadu dafi, ile jihadi ya kujikinga. Sasa hii maana yake maadui wametufuata sisi, wako mjini kwetu hapa, hakuna kutoka kikundi, ndio tuko kwetu, washatuvamia. Tuko pamoja ndio ile Allah aliyosema imfiru khifafan wa thiqala, mnatakiwa mtoke khifafan wa thiqala, mkiwa na hali nyepesi au mko katika hali ngumu, lazima utoke. Ni vita hii ya dafi. Lakini ile nyingine ile hamtoki nyote. Ndio ile waliokwenda jamaa vitani, Mtume akamuuliza, wewe bwana mkubwa amekwenda kujiandikisha ni katika askari wakwenda vitani, akamuuliza, mimi nakumbuka wewe kama una wazazi wako watu wazima sana, wako hai wale wazazi wako? Akamwambia wako. Akamba jihadi yako iko kwa wazee wako, nenda kapiganie kule. Kwa sababu haikuwa jihadi dafi, ilikuwa ni jihadi talab. Tufahamia uzuri. Sasa saa nyingine si huzitumia hizi aya tukawahamiza watu kutoka, tupo lakini tukawa hatujui wapi pa kutia ile aya. Tutachukua aya hii tupeleka kule kushoto, na ya kushoto tupeleka kulia, na kulia tupeleka kushoto. Leo mtu atakuja kukwambia, bwana samahanini, pengine tablighi sawa sawa, tutoke bwana siku 40 sawa. Tamwambia shekhe sawa, lakini mimi na wazazi wangu wanaumwa. Wewe twende tu. Utakuwa kisa alikuweko sahaba aliondoka bwana kwenda fi sabilillah, wazazi wake bwana walikuwa wanaumwa taabani, hata kauli hawana. Alipoondoka tu mpata kauli. Tuelewana? Hivi pesa vya kupanga vitakuwa tayari. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumruhusu sahaba yule kwenda jihadi wakati wazazi wake ni nini, wapo na wanahitaji msaada wake, kwa sababu ilikuwa ni ya kutoka kuwafuata maadui. Tena ile ni jihadi ya kupigana. Je, hii ya kwenda kwa maneno tu, inshallah kuna sifa 6 na hivi na hivi, takuwa uswali na hivi na hivi, manielewa? Umlazimishe lazima atoke, awaache huko asema Allah ataleta, haleti bwana. Wala si hatukufuru kusema hivyo. Tuko pamoja na kuna wengine, mtanisamehe lakini wala msinisamehe, kuna wengine wanakwenda jihadi kweli hiyo ya kupigana, wanakwenda huko ya shababi sijui wapi wanakwenda. Tuelewana? Wanasema ndio ile wanaita nini wenyewe, wanajilipua sijui. Atafuta njia anazojua mwenyewe za kupenya anapenya shui. Kaenda sikujui jina lake huko anakokwenda simekoza wapi, jihadi. Tuko pamoja. Lakini huku alikotoka kaacha watoto wake, tupo wachanga wanahitaji nini, huduma, na hawana kama sio yeye. Lakini pengine ana na wazee wake vile vile wanataka msaada kwa nani, kwake yeye. Anaamua kusepa na anajua akishakwenda huko kurudi vipi, lakini mwenyewe ajua niko kwenye nini, kwenye jihadi. Sasa nyingine tufahamu vibaya hiyo jihadi. Sawa, ni jihadi gani hiyo? Na ni talabi au dafi? Wewe unatoka kufata, tuelewana? Kama ikiwa imekuja pale kwenu hii, sasa hakuna jinsi jamani. Ukisema hama na na wazee wangu, wewe ukikaa na wazee, maadui ndio washakuwepo, watakupiga wewe na wazee wako. Ndio ile imfiru khifafan wa thiqala. Sasa hizi mtu atakusomea malakum idha qila lakum mfiru fi sabilillah thaqaltum ila al-ardi, najikalia bwana
Aradhitum bil hayati dunya, mmeridhika na maisha ya dunia nini? Ila al-akhirah, kuliko akhirah. Wasomewa aya. Sayyidina Ali karramallahu wajha, maneno kama haya alikuwa huambia watu kalimatu haqu lakini yuradu biha batil. Maneno ni ya haki kwa sababu unaosoma ni aya, lakini ya kusudiwa batili. Hapa unapoipeleka maana yake ni pahala sipo. Kwa hiyo imfiru thubati, tokeni kundi makundi, ikiwa ndo kuna haja hiyo, kinachotosheleza tu kiende kikafanye kazi hiyo inayohitajika. Kama ni kusoma pia, yote ni jihadi hiyo kama ni hiyo khuruju fi sabilillah, maana ya tablighi, watoke kikundi tupo waende, sio sote tupo tuende kule. La, hata ukimwambia shekhe mimi bwana ninadarsisha, tutoke siku 40 au miezi 4. Jamani, sipingi hiyo kazi mie. Nisema jamaa yule kumbe apinga. Mie sipingi mtu bwana. Mie wote waliotamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, mie siwapingi. Sina tabia ya kupinga juhudi ya mtu. Tupo lakini mimi nina tabia ya kusema kweli. Hata wale ambao pengine unawaona ndio pengine mie ndio niko nao, bali watapokuwa wanafanya sio, mimi napiga. Na kusema si mwenzetu katoka, kweli si mwenzako katika hilo. Mimi nadarsisha bwana, nina darasa 150. Kwa mfano anamwambia wewe toka tu. Lazima ukafanye nao. Sasa jamani, hiyo kazi ya kule si tayari wapo watu watosheleza? Tuelewana? Maana jamani, katika dini, katika harakati tuko hivi, tunakuwa tusome harakati. Wengi tuwafanya harakati hatuzisomi. Katika harakati hizi au katika ibada, kuna ibada tayari wapo watu wa kuzifanya na wanatosheleza kufanya lile, lakini kuna ibada hazina wafanyaji, na kuna ibada wapo wafanyaji ila hawatoshelezi. Jamani, mimi huwa nafananisha na kitu ambacho si sahihi kufananisha, lakini mtanisamehe ala sabili taqarrubi. Huwa nafananisha na timu ya mpira. Tupo nafananisha na timu ya mpira. Nikifananisha na mtu wangu useme jamaa kahalalisha mpira, la. Nafananisha tu kwa njia ya kusogeza ufahamu wako karibu uweze kuelewa kwamba Uislamu tunaweza kufananisha kama timu ya mpira. Timu ya mpira ina wachezaji 11, si ndivyo? Lakini kila mmoja ana nafasi yake. Sio namba huyu namba 1 anajulikana, namba 1 anatembea maeneo gani, si ndio? Namba 1 akikutikana kule golini vipi? Watu wote watasema yule chengu, au sio? Kuna maeneo yake anacheza pale. Sio kuna namba 2 anajulikana wapi anacheza, si ndio? Na maeneo yake anatembea mwisho wapi. Namba 3 mpaka 11. Tuko pamoja? Sasa ikitokezea kocha akiona namba fulani kuna udhaifu, hakavi vizuri, tupo anafanyaje? Unakuta anamtoa, abadilisha mwingine. Unakuta anatolewa mchezaji fulani, anaingizwa mchezaji mwingine, ili nafasi vipi ikawe vizuri. Kwa hiyo Uislamu hauna ibada moja. Tukisema juhudi au jihadi haiko pahala pamoja, ni sehemu nyingi sana kuna jihadi. Kwa hiyo kila mmoja acheze sekta yake ile ambayo yeye anaweza kucheza. Pakionekana kwamba hakavi, basi atahitaji tu kupewa nini? Supporta, apelekewe watu ili nafasi ikavo itosheleze. Lakini sio wote wakajikusanye pahala pamoja. Huku kwingine hakuna kazi. Yaani kama timu ya mpira wote wako mbele kule, watakafunga goli mpaka kipa. Dupo
Basi hao wengine wakiona kumbe kuja mbele, siku lipiga pira tu kutoka tu, wale wanaambia kule goli litaingia kule. Sasa kule hakuna mtu eti. Watajua kwamba huku hakuna watu, watapitia huko. Anifahamu? Kwa ndio Uislamu ulivyo. Uislamu una sekta nyingi. Uislamu unahitaji watu wapatikane wa kuwafuata watu, kuwalingania kama vile wanavyofanya watu wa tablighi. Halakuwa hawaswali wawalete misikitini, wakishaletwa misikitini, hukumu misikitini, kuna wengine wapo misikitini wanatoa taaluma. Wafahamiana? Na kila pahala patosheleze. Lakini mtu anakuambia wewe bwana njoo huku kwetu. Yaani nyote nyie mkatembee kuwatafuta watu. Huku zile darasa zifanyeje? Kama mfano unatoka siku miezi 4 wewe, watu hakuna kusoma. Tuelewana Nyote mngotajikusanya wapi? Sio mnifahamu uzuri? Na kama mjanifahamu mtanifahamu tu kwa uwezo wa Allah. Labda msitake. Hii sio sahihi. Sio sahihi. Wewe fanya kule, kama hamtoshelezi basi wapatikane watu wasaidie, tupo wakave itosheleze, tupo Lakini sasa huku hakuna mtu, huyu akiondoka hii ndio kumefungwa. Tufahamiana? Mimi kama sijaenda kule, kweli ile kazi kule itakuwa haifanyiki? Nafanyika Je, mimi nikisema niende kule, wewe huko watafanya nani? Wewe nikikwambia njoo kae huko uwezi. Tunatakiwa tusome harakati vizuri. Inatakikana zote zifanye kazi. Mwenye sekta hii afanye kazi. Ndio nasema kwamba namba 1 yuko kwenye namba 1 yake, namba 2, namba 2, namba 3. Wote lengo lao ni kuingiza goli kule. Hakuna kudharauliana kwamba huyu bwana afai. Wewe bwana unakatafute watu kule, kawasomee sifa 6, 10 na ngapi zipo, wafaa sana. Tupo na kuna watu wametoka ambao shekhe ni makatili waovu kweli kweli walikuwa, lakini wameingia kule na wakachukuliwa wakatolewa, wamerudi ni nani? Tena mashekhe mpaka unashangaa shekhe mtu haja kupiga dawa ajiuliza, huyu si ndio yule alikuwa mkabaji huyu? Huyu si ndio yule alikuwa mlevi wa inda? Shekhe afunga kilemba kawa mashallah, mashallah. Lugha yake mashallah, mashallah, mashallah. Halafu utasema hafai. Hakuna kudharauliana. Tusiwe kama Mayahudi. Wakalat al-yahudi laysat an-nasara ala shay, wa qalat an-nasara laysat al-yahudi, qalat an-nasara al-yahudi ala shay. Kila mmoja sema kuna lolote, na bila kuambia wewe kuna lolote. Sasa nani aliyokuwa na lolote? Hakuna kwa maana hiyo. Wa hum yatluna al-kitab. Kwa hiyo wote wafaa, kila mmoja ana nafasi yake. Kwenye dini hakuna mtu hafai jamani. Watu wote watakiwa. Mihasira mikali watakiwa. Wale wenye poleti sana watakiwa. Kila mmoja na nafasi yake. Sayyidina Umar radhiallahu anhu, kuna sehemu mtume alikuwa hampeleki. Sababu anajua jamaa akipelekwa sehemu hizo anachafua huyu. Tempa nyingi, si ndio? Tena saa nyingine mwenyewe hasa pia akiambiwa anasema Rasulullah mimi hapo sifai, nitakwenda haribu. Maana mimi ujinga sipendi sana, mara sichukui. Pahala panapokuwa panahitaji kama hivyo anapelekwa nani? Nani radhiallahu anhu. Tua hikima yakifika pale inshallah nyingi, wallah inshallah wenyewe utatulia tu. Na pahala pa vurugu akipelekwa Omar mtashika adabu yenu. Kwa hiyo hakuna mtu asiyefaa katika dini. Kila mmoja afaa. Lakini kwa nafasi yake. Hafai hapa, afaa hapa. Kwani kipa afaa kwenda kumchezesha fuadi? Peni inakuwa jazina mpaka ngapi? Messi juu jamani, msini ya namba ngapi fuadi? Mnamtoa namba 1 mnampeleka namba 8 au sio? Au 6. Ndio mwaita nini? Nini sijui. Midfield sijui. Mkute kipa shehe kapiga kule. Kiyama kitasimama.
Ndio hiyo. Kwa kila mmoja tu acheze nambari yake, halafu tupeane moyo, tusivunjiane moyo, kila mmoja asivunje juhudi ya mwenzake. Leo tulicho nacho watu wa dawa tuna ubinafsi. Mimi nasubutu kusema hivyo. Ndio maana mtu atakuona wewe kama hufanyi dawa, anakuja kukufanyia dawa, lazima uende kwake yeye. Yaani wewe una dawa nyingi wafanya na una harakati tele, lakini atatoka mguu mosi mguu pili anakuja kukufanyia dawa ili ukafanye nini? Ufanye harakati ya dini. Maana zile unazofanya yeye anaziona vipi? Si hizo ndo manake. Mpaka uje huku kwetu ndio utakuwa harakati za dini. Na wewe njoo basi na kwangu. Sijapo siku 2-3 njoo kamata kitabu kaya hapa usomeshe. Tusidharauliane. Anasema ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, khudhu hidrakum, chukueni tahadhari zenu, famfiru thubatin, tokeni vikundi vikundi, au imfiru jami'an, au tokeni kwa pamoja. Ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini billahi, kumwamini Allah, wattaba'u rasulahu, na mukamfata mtume wake, hudhu alhadhar, chukueni tahadhari, min a'daikum, chukueni tahadhari kutokana na maadui zenu. Kivipi? Biittihadhi alasbabi, kwa kuziendea zile sababu almuayyana, ndio kuziendea zile sababu almuayyana zilizoainishwa, ala kitalihim, juu ya kupambana nao. Tahadhari ni kuziendea sababu zilizoainishwa au zilizolazimika zitakazopelekea kupambana na maadui zetu. Ndio tahadhari hiyo. Ikiwa sisi, maana maadui lazima wapo, kwa hiyo tuziendee, tuchukue tahadhari kwa kuziendea sababu ambazo sababu zile muayyana zitalazimika kwetu, ala kitalihim, kwamba sasa tuna sababu ya kupigana nao. Na sababu ya kupigana na watu ni uwezo jamani. Ndio sababu sababu ya kupigana na makafiri ni uwezo. Hakuna uwezo, hiyo sababu hakuna. Na ndio maana Mtume sallama alipokuwa Maka, watu wakipigwa, wakiuliwa, wakidhalilishwa, na mpaka wengine wakikasirika, kina Sayyidina Umar alipoingia asema, Rasulullah, tujibu mapigo. Kufu aidiakum wa aqimus salah, zuieni mikono yenu msijibu, simamisheni sala tu nyinyi kwanza. Twapigwa bo, tena saa nyingine ananipiga na muweza, sina mimi mtwange. Kufu aidiakum wa aqimus salah, kwa sababu ilikuwa uwezo bado hawana. Kwa hiyo tuziendee sababu ambazo sababu zile zitatupelekea sisi muayyana, zitulazimishe katika suala la kitali. Una uwezo sasa wa kupambana, manake tutafute nini hapa? Na nguvu wazipata kwa kula ugali au maandalizi ya nguvu nini? Ya kupigana na maadui. Maandalizi bwana katika kupigana ni vitu viwili. Ni vitu viwili. Kwanza elimu. Kwanza elimu. Sio kama zamani Sasa haiko. Zamani ilikuwa nguvu, maana yake ushakuwa tu una mwili wako mkubwa, bamsa, una pressure tayari. Lakini kwa sasa jambo la kwanza litakalokufanya wewe ulazimike kupambana na adui, elimu. Sio ya nahu,
wala si elimu ya Kiingereza, la, elimu ya kupigana, manake elimu ya vita. Waelewana? Ndio maana hata askari si wanakwenda kusomeshwa, tena wana vyeo kwa mujibu wa elimu zao. Huyu sijui ana diploma ya kitu fulani, au sio? Huyu pengine ana degree ya kitu fulani, huyu sijui ana nini, master ya kitu fulani, huyu PhD na vingineo na vinginevyo. Elimu. Lakini pili, al-udda, vifaa. Ndio ile waidu lahu mastata'tum min quwwa, waandalieni mtakachokiweza katika nguvu. Mtume sallama alipoulizwa nini kuwa, akasema ala innal quwwata ar-rami, innal quwwata ar-rami, hakika kuwa ni nguvu ya kurembea silaha, kwani kurembea silaha masafa marefu. Kwa hiyo kwa wakati wao walikuwa wanafanya mazoezi tupo ya kuweza kurusha mkuki, ndio silaha zao za masafa marefu zilikuwa. Wao ilikuwa wana silaha za masafa mafupi na marefu. Za masafa mafupi ni upanga, si ndio? Ndio hapo kwa hapo. Marefu ni hiyo mikuki na mipinde. Sasa arrami manake ni nguvu ya kurembea mbali mkuki. Kwa walikuwa wakifanya mazoezi kwamba kurembea mtu kuwa na nguvu kurembea mbali. Leo hakuna kurembea mikuki. Kwa hiyo rami manake ni kutengeneza kombora likenda masafa. Mbona hamsemi, mwaogopa mtangua magaidi Jamani tusoma vo. Yaki duku. Tupo Arami ndio nguvu yenyewe hiyo. Ukishakuwa na hilo sasa unaweza, utalazimika kupambana na adui. Si unawaona jamaa huko wenye nguvu zao waishiana kutali kama vile majogoo tu, wanatanuliana nini mabawa tu, lakini hakuna mtu asubutu kumpiga mwenzio, sababu ajua huyu jamaa ana uwezo, wala hana haja mia kunifuata huko waliko, anaweza kunifikishia kitu huko. Lakini sisi hatuna uwezo huo. Tupo akiamua mfano kutaka kuja kutupiga, basi anaomba tu jirani hapo, pengine Kenya hapo, sio bwana, nataka nilete bezi yangu hapo, anakuja kukaa hapo atutwanga. Waelewana? Na sie pengine telo kombora la kufika hapo Kenya hatunalo, pengine sijui. Hapo ndio nimesema mfano. Hata yakiwa yapo, yeye ndo anakuja anajua huyu mzuri eti, si unawapiga jirani zako. Waelewana? Lakini akijua kwamba wewe kumbe unaweza ukamfikishia nyumbani kwake, wala haji kuomba hapo, atatinga kwake, atabakia kuni. Si ndio unaona kwa mfano wa Marekani na Urusi, sio ndio NATO nzima ile, si ndio? Sina ugomvi mkubwa, mwaka wangapi huu mwingi jamaa usipige kule, yule apiga tu nani Urusi anapiga pale, kesha vuruga au sio, kesha chukua majimbo tele, wale manato wanabakia kuzunguruka, lakini hawampigi, kwa sababu anajua katika dunia nzima mtu mwenye nyuklia nyingi hakuna kuliko Mrusi. Maana ninavyosikia, sijui, nasikia Marekani ana nyuklia kama 600 kama sikose, tena katika sehemu tofauti kwenye bezi zake alizonazo. Lakini Urusi ana nyuklia zaidi ya 2000 kama si zaidi ya 6000. Na hana haja kwamba akaombe nchi fulani ambayo labda itakuwa karibu na Marekani, atakampiga nani Marekani. Nyumbani kwake akifanya tena, mwenyewe anasema ile brisketi yake aliona hutembea na brisketi yule, ndio kwenye batani za hizo anapokwenda na brisketi yake.
Kwa hiyo siona kwamba leo yuko kwenye ziara kaenda Zanzibar mfano, kasema tuwahi hapa, akirudi Zanzibar mpaka akirudi tushammaliza. Huko kwa na preserve akiweka hapa tu. Ngoma za funguka huko. Elimu hiyo. Sasa wewe kaa tu manake nguvu utafute mkuki wewe. Hata kwa sababu nguvu tukatafute kunyanyua vyuma ili uwe na hivyo vinyimbi vyako sasa hivi utazuia kombora. Sasa hivi hakuna vita hiyo. Enzi zile za sahaba ilikuwa ndio nyanyua vyuma, uwezi kuwa na nini, kwa sababu ilikuwa kuna ile vita ya kupigana hapo na hapo, panga mtu anapanga lazima uwe na nini. Kimsukuma mtu panga saa nyingine kulizuia, hakilifanya alizuia ndo namchukua na yeye mwenyewe. Kuna mtu shehe ngumi akikusukumia ngumi hata kama wajua kupanji, utaipanji lakini si usema utabloki, lakini na ngoma inaingia haiblokiki sababu ni nzito sana. Pengine we mwepesi kidogo kitu kikiletwa unakuta inaingia tu. Sasa ile hakuna tena, siku hizi kuna elimu tu. Ndio ile ya Talut na Jalut aliposema inna Allaha ba'atha lakum Taluta malika. Kwa nini? Inna Allaha astafahu alaikum wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Imetajwa elimu kwanza alafu ndio jism. Lazima elimu. Zamani elimu si lazima. Zamani ilikuwa ni just jism. Ndio mwanzo. Na ndio maana mkanisamehe, zamani yule aliyefeli skuli apelekwa jeshi. Uongo kweli? Siku hizi akifeli skuli mwalimu. Sio kweli? Unamna walimu. Kafeni bwana akasomea nini? Cheti. Unajua kafeni anasoma cheti walimu. Samaha nini? Zamani akifeli jeshi. Siku hizi bwana elimu, kwa sababu ndio kuna vitu kama hivi wa kukaa kwenye meza tu labda toke jasho kitu kinafunguka. Khudhu wahidarakum. Elimu. Na ikitajwa elimu, narudia tena, sio nahau hapo. Kule hakuhitaji nahau, sema hapo jari, hakuna jari na majurudi pale. Wala hakuna sio ismu fa'il ismu maf'ul. Pale sio kuna nini wanaita wenye wao. Kuna sio hypersonic sijui na nini mengine siyajui mimi kuyataja. Unaambiwa kuna makombora wanaambiwa hypersonic au sio? Maana yake wanakusudia nini? Anakuwa haina sauti Sio kwamba haina sauti hivyo. Yana sauti zaidi, lakini sauti ikizidi sana maana yake ndio kusikia kitu. Ndio maana yake inakuwa husikii kitu. Hiyo tutasoma kwenye Qur'ani hivyo. Allah anasema atawatia watu adhabu ikipitiliza makanu yastati'una sam'a wa makanu yusirun. Hawataweza kusikia wala kuona. Ndio hao jamaa na husikii wala huoni, wakuta kitu tuchwa. Na khudhu hidharakum, chukueni tahadhari zenu. Wamfiru thubati, tokeni vikundi au mfiru jamia au tokeni wote. Sema alladhina amanu billahi, enyi mliomuamini Allah, wattaba'u rasulahu, na mkamfuata mtume wake, khudhu alhadar, chukueni tahadhari, min a'daikum, kutokana na maadui zenu. Kivipi? Bitihadhi alasbabi, kwa kuziendea zile sababu almuayyana ambazo zinalazimika ala kitalihim, juu ya kupigana nao. Fakhruju ilaihim, tokeni kuwafuata wao, jama'atun baada jamaa, kundi baada ya kikundi. Au khruju ilaihim jamia, au watokeni wote
kullu dhalika, yani yote hayo kwa kutegemea hasba ma fihi maslihatukum, kwa mujibu wa kile kitakachokuwa na maslaha. Kama kuna maslaha kwenda nyote, inabidi mtoke nyote. Hakuna maslaha kwenda nyote, watoke baadhi, wengine waende, wengine wabaki, watakwenda wengine. Hasba ma fihi maslihatukum, kwa mujibu wa kile ambacho ndani yake kitaleta maslaha kwenu. Wa ma fihi nikayatu, na ambacho kitakuwa ni mateso, ni adabu biadaikum, kwa maadui zenu. Kwenu kuna maslaha, lakini pia hicho kitaleta adabu kwa wale maadui zenu. Ayyuhalladhina amanu billahi, enyi mlioamini Allah, wattaba'u rasulahu, na mkamfuata mtume wake, hudhul hadhara, chukueni tahadhari, min a'daikum, kutokana na maadui zenu, biittihadhi alasbabi, kwa kuziendea zile sababu, almuayyana, zitakazolazimisha au zitakazolazimika, ala kitalihim, kupambana nao. Fakhruju ilaihim, tokeni kuwafuata wao, jamaatin baada jamaatin, kikundi baada ya kikundi, au khuruju ilaihim, au tokeni kuwafuata wao jamia, kwa pamoja. Kullu dhalika, kila moja katika hayo, kutoka vikundi vikundi au kwa pamoja, hasba, itategemea mafihi, kwa lile ambalo ndani yake maslihatakum, kutaleta maslaha yenu, wa mafihi nikaya, na ambalo itakuwa ni mateso, ni adhabu, biadaikum, kwa maadui zenu. Lakini wa inna minkum, hakika wako miongoni mwenu, laman, ambao la yubati'anna, wanawavizisha wengine. Taka kufanya jihadi haram, bid'a, tupo manake hatari. Kila mmoja anafanya bata'a kwa mujibu wa imani yake. Mwingine anafanya bata'a, hatari bwana, usinde vitani, hatari bwana. Kwa sababu yeye nini? Mnafiki, anawoga kufa. Wengine watakwambia hakuna bwana jihadi siku hizi, jihadi zama za mtume sallallahu alaihi wasallam ishakufa, hakuna tena. Yani kila mmoja anafanya bata'a kwa maana yake, kwamba watu wataka watoke wao, la yabati'anna, wanawavizisha, wanawavunja moyo, kwa lugha nyingine. Mako hao miongoni mwenu, yabati'anna. Sasa wanaotoka, fa in asabatkum musiba, ikitokea mmetoka mkafikwa na msiba, mtihani, mtu kapigwa kule, kakamatwa, kafanywaje, qala, husema, kad an'ama Allah alayya, Allah mimi kanineemesha sana. Kivipi bwana mkubwa? Idh lam akun ma'hu, pale ambapo msikuwa nao pamoja, shahida, ni kumshuhudia, wamesalimika, mimi ningekuwa nao na mimi kishanikuta sasa hivi. Yani ajipongeza yeye. Shauri yao bwana, wanachezea kitu fulani kina mkono mrefu, kwa Allah mrefu zaidi. Wa inna minkum, hakika wako miongoni mwenu nyewe Waislamu nyewe, laman, wako watu ambao la yubati'anna, wanawavunja moyo wenzi wao katika kufanya harakati za dini. Fa in asabatkum musiba, ukikupateni msiba kwenye hiyo harakati ya dini, umetoka wewe umekwenda, limekufika jambo, kala, hawa wavunja moyo husema, kad an'ama Allahu alayya, mimi kwa hakika Allah amenineemesha mimi. Kivipi bwana? Idh lam akun ma'ahu, pale ambapo sikuwa pamoja nao, shahida, nimehudhuria na mimi pale, kwamba sitahudhuria nao, jamaa fulani bwana, kuna habari wiki nimekuta hichi na hichi na hichi, ayajipongeza kwamba hakuwa pamoja nao. Tufahamiana. Anasema wa inna minkum, hakika wako miongoni mwenu, ayuhal muslimuna, enyi Waislamu, aqwaman, wapo watu, yatabatauna anil khuruji, yani wanawavunja moyo watu kutoka lilkitali, kwenda kufanya vita, kupigana jihadi, lilkitali adaikum, kupigana na maadui zenu. Kwa nini wanavunja moyo? Lijabanihim, kwa sababu ya woga wao. Wayubatiuna ghairahum, wenye wao wanajivunja moyo, na pia wayubatiuna ghairahum, na wanawavunja moyo wengine. Wahum, na hao ni almunafiquna, ni wanafiki, hao ndio wenye tabia hiyo. Wadhaifu al-imani, na wale wenye imani dhaifu. Fa inna lakum qatlum, ikikupateni mapigano, mmepigwa, ni qatlum, mmeuawa, au hazima, au mmekimbia huko mkafika pala, kama ikawa ngumu kakimbia mbio,
Kala ahaduhum, husema mmoja wao, farhan, tena kwa kufurahia kabisa, bisalamatihi, anafurahia ule usalama wake aliyopata yeye. Anasema kad tafaddala Allahu alayya, amenifadhilisha mimi Allah, falam ahdhurul kitala, sikuhudhuria vita, maahum, pamoja nao, fayusibuni, kikanifika, ma asabahum, kilichowafika wao. Wa inna minkum, hakika wako miongoni mwenu, ayuhal muslimuna, enyi waislamu, aqwaman, kuna watu, yatabatauna, wenyewe wanajivunja moyo, wanajivizisha, anil khuruji, kutoka lilkitali, kwa ajili ya kwenda kupigana vita, adaihim, kupigana na maadui zao. Kwa nini? Lijabnihim, kwa sababu ya uoga wao. Wayubatiuna ghairahum, na wanawavizisha wengine na kuwavunja moyo wengine. Wahum, na wenye tabia hii, almunafikuna, ni wanafiki, wa dhaiful iman, na wale wenye udhaifu wa imani. Fa inna lakum katlu, nyinyi mkitoka kwenda kwenye harakati hizo, likikufikeni katlu, kuuliwa, mtu kapigwa kauawa huko, au hazima, au pengine kawahi kukimbia, watu wamekimbia. Kala, basi husema kwa kujipongeza, ahaduhum, mmoja wao, farahan, kwa kufurahia, bisalamatihi, kule kusalimika kwake, kad tafaddala Allahu alayya, kwa hakika amenifadhilisha Allah mimi, falam ahdhuru alqitala, kwamba sikuhudhuria mapigano, maahum, pamoja nao, fayusibuni, kikanifika, ma asabahum, kilichowafika wao. Lakini wala in asabakum fadlu, mukipatwa na fadhila za Allah, manake mmekwenda, mmeshinda, mmerudi na mangawira, kwa mfano, tuko pamoja? Min Allah, mmepata fadhila kutoka kwa Allah, mmerudi na mimali, mmeshinda. La yakulanna, husema kwa kujilaumu tena, kaan lam takum bainakum, kama kwamba hapakuwa baina yenu wa bainahu, na yeye, mawadda, kama vile hamkuwa na mapenzi, kama mlikuwa na chuki, wakati kumbe mlikuwa pamoja. Hakukuwa na sababu ya kuleta hizi lawama anazozileta. Wanasemaje? Ya laitani, natamani mimi kuntu maahum, ningekuwa pamoja nao, faafuza, na mimi nikashinda, fauza na adhima, nikafaulu faulu mkubwa kwa kupata mali. Sasa kimekuzuia kipa sema ni natamani? Kwani wewe, si tulikuwa Waislamu pamoja, tuna uadui? Hakukuwa na kizuizi kuja kukaa pamoja na sisi eti? Labda kama tulikuwa tuna uadui, sema ndio siwezi kwenda, maana jamaa wananichukia sana mie wale. Lakini wewe umejiingiza, ni Muislamu mwenzi wao, wala hawana chuki na wewe, tena kusema natamani ningekuwa nao. Kilichokuzuia kuwa nao nini? Hakukuwa na mawadda baina yenu, au kulikuwa na chuki baina yenu na wao? Jamani, tuko pamoja. Yani hakusija kutuambia Allah kwamba hakukuwa na sababu ya kuwafanya wao kwamba wasiungane na wenzi wao katika lile. Sasa kwa sababu watu wamerudi na ushindi, hawakupigwa, na wamerudi na ngawira, wamerudi na mali na ushindi mkubwa, basi wanasema natamani bwana ningekuwepo na mimi bwana. Kile kuzuia nini? Woga na kupenda dunia. Wala in asabakum fadlun min Allahi, zikukufikeni fadhila za Allah, la yakulanna, husema kaan lam takun bainakum, kama kwamba hapakuwepo baina yenu wa bainahu, na yeye, mawadda, kama hapakuwa na mapenzi. Anasema ya laitani, natamani kuntu maahum, ningekuwa pamoja nao, faafuza, na mimi nikafaulu, fauza na adhima, ufaulu uliokuwa mkubwa. Sema vijana, nikatoboa. Anasema wala in nalakum ayuhal muslimuna, kama mukipata nyinyi waislamu, fadhlun min Allahi, fadhila za Allah, binasri, kwa kunusuriwa, au ghanima, au mmepata ngawira, la yakulanna hadha almukhtalif, husema huyu aliyekwenda kinyume na vita, almukhtalifu anil jihadi, huyu aliyekwenda kinyume na vita, kaannahu, kama kwamba, laisa bainakum, hapakuweko, laisa minkum, hapakuwa miongoni mwenu, walam takun bainakum, ndio, na wala hapakuwa baina yenu wa bainahu, na yeye, mahabba, kama hakukuwa na mapenzi, wa suhba, na ule usuhuba. Ya laitani, anasema natamani kuntu maahum, ningekuwa pamoja nao, fi kitalihim, katika kupigana kwao, hadha, vita vyao hivi,
fa adfara bi'adhimi, na mimi nikashinda kupata adhimi ma dhafaru, makubwa yale walioshinda bihi, walioshinda nayo. Wala inna lakum ayuha almuslimuna, mukipata nyi waislamu fadhlu min Allahi, fadhila za Allah, binasri, kwa kunusuriwa, au alghanima, au mmepata ngawira, la yakulanna, husema hadha almukhtalifu, huyu aliyekwenda kinyume anil jihad na jihadi, kaannahu, kama kwamba laisa minkum, kama kwamba si katika nyinyi, walam takun bainakum, na kama kwamba hakuwa baina yenu wa bainahu, na yeye mahabba, kama hakukuwa na mapenzi wa suhba, na ule usuhuba wa pamoja. Ya laitani, natamani, kuntu ma'ahum, ningekuwa pamoja nao, fi kitalihim, katika vita vyao, hadha hivi, fa adfara bi'adhimi, na mimi nikapata adhimi, makubwa, ma dhafaru, yale waliyopata bihi, katika vita hiyo. Falyuqatil fi sabilillah, hebu na wapiganie katika dini ya Allah. Nani? Alladhina, wale ambao yashuruna alhayata dunia, ambao wako tayari kuuza maisha ya dunia, bil akhirah, kwa kupata maisha mazuri ya akhirah. Wa man yuqatil fi sabilillah, na atakayepigania dini ya Allah, fayuqtalu, akauliwa, au yaghlibu, au akashinda, fasawfa nutihi ajran adhima, tutampa ujira mkubwa. Yani kwenye jihadi jamani, hakuna kushindwa katika jihadi. Ukipigwa wewe umekufa shahidi, unapata ujira mkubwa, na ukiwa hukupigwa ndio umeshinda, urudi salama, ndio pia unarudi na ujira, mathawabu na mingawira juu, unarudi nayo. Falyuqatil fi sabilillah, na wapiganie katika dini ya Allah, alladhina, wale ambao yashuruna alhayata dunya, ambao wako tayari kuuza maisha yao ya dunia, bil akhirah, kwa kupata ya akhirah. Wa man yuqatil fi sabilillah, na yote atakayepigania dini ya Allah, fayuqtalu, akauawa, au yaghlibu, au akashinda, fasawfa nutihi ajran adhima, tutampa ujira mkubwa sana. Falyuqatil fi sabilillah, na wapiganie katika dini ya Allah, litakuna kalimatullahi, ili liwe neno la Allah, fi dunya, hapa dunia, fil ulya, ndio hiya al-ulya, liwe neno la Allah, hiya al-ulya, ndio liwe juu. Almu'minuna, wa kupigania ni wale waumini, as-sadiquna, waliokuwa wa kweli, alladhina, ambao yabiuna alhayata dunya, wanauza maisha ya dunia, raghbatan anha, kwa kuyachukia maisha ya dunia, bil akhirah, kwa kupata maisha ya akhirah, raghbatan, kwa kuwa na mapenzi nayo, fiha, ndani ya maisha hayo. Wa man yuqatil fi sabilillah, yoyote atakayepigania dini ya Allah, litakuna kalimatuhu, ili liwe neno lake Allah, hiya al-ulya, ndio juu zaidi, fayuqtalu shahidan, akauawa hali ya kuwa shahidi, au yadhharu, au akashinda, ala adui, kumshinda adui yake, wa yadhfaru bihi, na akapata ushindi kwa adui huyo, fasayu'tihi Allahu, atapewa na Allah thawaban adhima, malipo makubwa, ambayo wahuwa aljanna, ambao ni pepo, wa ridwanullahi, na radhi za Allah. Min fawaidil ayati, miongoni mwa faida za aya hizi, kwanza anasema fi'lu ta'ati, matendo ya taa, min ahammi asbabi thibati, ni miongoni mwa ahammi asbabi, ni sababu kubwa zaidi, athabati, zitakazompa mtu ithbati, kuwafikishwa ala dini, katika dini, uwe na taa. Fi'lu ta'ati, kutenda matendo ya taa, min ahammi asbabi, ni sababu muhimu, athibati ala dini, zitakupata wewe kupata kuthibitishwa au kuwafikishwa katika dini. Lakini pili, akhadhul hita, kuchukua tahadhari, au zile alhita, yani usalama, mnasema akhadhul hita, kuchukua au kufuatilia usalama, walhadhari, na tahadhari, biittikhadhi jami'il asbabi, kwa kuziendea sababu zote, almuayyana, ambazo zitalazimika, ala kitali aladui, kupigana na adui, la bilqu'udi watahadhuri, si kujikalia tuna kujibweteza, akhadhul khita, yani kutafuta mbinu, tuseme mbinu bora, akhadhul khita, kutafuta mbinu, wal hadhara, tahadhari, biittikhadhi jami'il asbabi, kwa kuziendea sababu zote, almuayyana, zitakazopelekea au zitakazolazimisha, ala kitali aladui, kupigana na adui,
la bilqu'udi, si kujikalia tu kwamba sababu hatuzitafuti, watakhadhuli, na kubweteka tu, kujivunja moyo. Sio hivyo. Mwisho kabisa, alhadhru min at-tabatu'i, tunatakiwa tumetahadharishwa na tabatu'i, na ile kujivunja moyo, anil jihadi, tukaacha kupigania jihadi, wa tathbiti nasi, na kuwavunja moyo watu wengine anhu na jambo hilo. Lianna aljihada, kwa sababu jihadi, a'dhamu asbabi, ndio sababu kubwa zaidi, izzatul muslimina, ya kuwapa nguvu Waislamu. Waislamu hawatapata nguvu kama watakuwa hawanakwepa jihadi. Wa man'u tasalluti, na jihadi ndio itazuia wao kusalitishiwa la adui alaihim, juu yao. Adui hatosalitishwa kwetu ikiwa tutakuwa tunafanya jihadi. Tuelewana jamani, eh? Lakini kwa sasa, kwa upande wetu sisi huku kwetu, jihadi haifi, tupo lakini jihadi ziko za sampuli aina nyingi, kwa kutegemea na zama na maeneo yenyewe. Tuelewana. Kwa kwetu huku hakuna ile jihadi ya kutafuta makombora tukaanza kupigana huku kwetu, Manifahamu? Makombora tuyataka, lakini kwa ajili ya simshawajua. So wanachokora nchi za watu. Mara wanakuleteni huku, jamani, mnatakiwa muhalalishe ndoa jinsia moja, au sio? Mkikataa mnaambiwa nyinyi mnapinga haki za binadamu, hamufai, ondokeni. Wanaleta hapo sasa tuwe na makombora, wakisogea tunawapiga kwao. Si anakuja hapo karibu, au unampiga kwake, akisikia kule kwake kule nishapigwa jumba fulani kule, we atarudi kwao. Na siku zote wanafuata kwenda kupiga nchi zao, kwa sababu kwao hawapigwi wao. Wallahu a'lam. Inshallah tuwekeni hapo, kama kuna swali tuulize. Tunamwona kiduku ile jamaa hana akili nzuri, yana bwana, usirushe makombora. Sema mimi najaribu, akikata kwenda arusha. Sema mimi najaribu tena, ajaribia kule alipokuwa muhuni. Ndio anatisha na yeye. Ulimwengu sikutishana tu. Anapitisha pale wapi pale Japani, anapitisha pale juu pale. Maana yake anamuonesha kiwewe Marekani kwamba bwana wewe, wale Japani si wana ulinzi wa anga kutoka Marekani, au sio? Na ngoma inapita pale juu, hata alamu hazili. Chapita chabuka inakwenda kutua kule, anambia sababu mimi nimelifupisha, lakini kama ningeliongeza hilo ndani ya Washington tunatua hilo. Bwana unaenda, asa mimi najaribu. Allahu Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فهمنا ما لم نفهم وعلمنا ما لم نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.